Ripoti za Chivihi Media katika siku ya leo zimeruka hapa katika chuo cha Musti ambapo kulikuwa na kikao cha baraza la madiwani ambapo wameketi na kutathmini ziara yao ambao wameifanya katika mkoa wa Mwanza katika kujifunza namna ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Afisa uchumi wa manispaa hii ameeleza malengo ya ziara hiyo. Malengo ya ziara ni kama ifuatavyo: kwa kujifunza mbinu zinazotumika katika upangaji na utekelezaji wa miradi ya uboreshaji wa miundombinu ya miji na majiji, kujionea miradi iliyotekelezwa na hatua mbalimbali za utekelezaji, na kubadilishana uzoefu kuhusu usimamizi wa fedha, mikataba na ubora wa kazi za miradi, kujifunza namna ya kushirikisha wananchi na wadau katika utekelezaji wa miradi, kutambua mbinu bora zinazoweza kutumika kuboresha utekelezaji wa miradi na kujifunza namna bora ya usimamizi wa miradi. Baadhi ya madiwani wametoa ushauri kuhusu kile ambacho wamejifunza katika ziara hiyo. Ushauri wangu ni kwamba tusijikite sana kwenye korosho. Wenzetu serikali wameipata kwenye sehemu mbalimbali, wenye majumba ya kupangisha kama yale magorofa nini vituo vya mafuta. Kwa hiyo na sisi tuongeze nguvu kubwa zaidi kwenye ukusanyaji wa serikali ili tupate manufaa kama wale wenzetu. Tunapojenga kitu kikaendana na sehemu husika, kama tutaijenga basi tuhakikishe katika maeneo haya ambayo tunayo mjini. Lakini pia shule yenyewe kwenye swala la eneo likae eneo ambalo litakuwa linafikika kirahisi, lakini pia tuhakikishe shule itakuwa inamshawishi mzazi kwa muonekano wa shule na huduma ambayo itakuwa imetolewa. Mwenyekiti, hicho ni kitu kikubwa sana ambacho tulikiona kwa Mwanza na tulifurahia sana. Ije itokee basi Mtwara tuweke mradi huu wa mchepuo wa Kiingereza ili kuongeza ubora wa elimu katika manispaa yetu, lakini pia kuongeza kipato katika halmashauri yetu. Tena ikiwezekana muundo wa shule hiyo ikae kama namna ilivyokaa shule ile ambayo tupelekwa pale Mwanza. Yangu inagusa bahari ya Hindi. Pia nimepata elimu kubwa, wavuvi wapo wakubwa, lakini pia kwenye swala la maendeleo kupitia uvuvi. Wana viwanda, wana maboti, meli za uvuvi kubwa tu. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho nimejifunza kwamba sasa sisi kwenye Indian Ocean tutapata vipi nafasi ya kufanya maendeleo kupitia uvuvi. Mingi ambao wanaitekeleza sio kwamba ni ile budget ambayo tumekaa hapa tukapanga alafu tukaanza kusubiri. Hapana, wanaenda na mkoa, wanakwenda kuomba. Sasa ni kuombe shughuli. Sisi tumeona wenzetu wana barabara nzuri, lakini wanakwenda na mkoa kwenda kuomba nyongeza, na tuna sababu kwa nini sisi tuende tukaombe nyongeza. Mheshimiwa Rais amepanua bandari, inapita magari mengi mazito ambayo hata barabara zetu haiwezi, inaharibu. Mafuta yanakuja, magari ni mengi yanaharibika. Tuna sababu za kwenda kuomba sisi nyongeza kwenye bajeti yetu. Inuka na mkoa mwende mkaombe, naamini watasikiliza na hatimaye tutaonekana kwa safari ya Mwanza na sisi tumeenda sawasawa na tulichoingia na tumeona kweli. Mimi ushauri wangu, wale wenzetu wametekeleza miradi mingi. Kwanza katika kukusanya, Mheshimiwa Mwenyekiti, na kama hauwezi kukusanya hauwezi kutekeleza miradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niombe sana kwenye kukusanya, halmashauri itie nguvu kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna mtu ambaye anapoenda kuambiwa kulipa kodi akawa ni rahisi kulipa kodi. Nitoe ushauri katika usimamizi wa miradi pale inapotekelezwa. Wenzetu kule wanafanikiwa sana kwa ajili ya usimamizi wa miradi. Hakuna mianya yoyote ambayo inatokea katika usimamizi wa miradi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naboresha katika usimamizi wa miradi, basi tuongeze na ulinzi uwe wa uhakika. Miradi yetu mikubwa ya serikali ambayo inatekelezwa unakuwa na mambo yasiyofahamu kuhusu wizi wa vifaa. Endapo hatutaboresha watafuta walinzi wale ambao wa uhakika wenye silaha, mimi nina imani kila siku fedha na serikali kuu zinapokuja kutekeleza miradi mikubwa tutakuwa tunafeli.
Viongozi mbalimbali wamepata nafasi ya kuzungumza katika baraza hilo. Na naomba Mheshimiwa Madiwani, maeneo yote ni mali ya halmashauri, mali ya mkurugenzi, sio mimi kwa mkurugenzi, kwa maana ya mmiliki. Isije katokea kama ilivyotokea pale za Nailele miaka ya nyuma, kwamba watu shule ya msingi wanaona hawawezi kujengwa bweni la sekondari kwenye eneo la shule ya msingi, kumbe ile eneo lote ni mali ya halmashauri, mali ya mkurugenzi. Bweni linaweza likajengwa popote pale kwa bwana, kwa sababu ni eneo letu. Nafikiri Mheshimiwa Madiwani pia wanatakiwa watu wa kwanza kuelewesha wananchi wetu. Kumshukuru mkurugenzi na kupongeza kwa ziara ya kwanza. Najua ulifanya kazi kubwa kupata pesa wakati ule. Congratulations ilikuwa kwa chini ya Mungu kisha madiwani hawa wanafika kwanza kama pia nikupongeze kwa kazi kubwa ulifanya. Sisi tumeelewa pale ndio kuhakikisha wanafunzi kwa sisi ndio kuhakikisha walimu wanapata Mheshimiwa Madiwani ya kwanza, Mheshimiwa Madiwani na wagoda ya kwanza ilenga kujifunza mambo mbalimbali kwa maslahi mapana ya serikali kwa kijana. Ili yote tulifikia kule profession tunatekeleza. Hususan katika kufanya kazi na usimamizi mzuri wa miradi ya maendeleo. Ripoti kutoka hapa Chuo cha Musti, mimi ni Fatima Harfan na hii ni Chivihi Media.